matokeo haya matatu ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Usijipime kwa mambo mengine, jipime kwa kuona nguvu iliyopo katika maisha ya imani yako. Jipime kwa kuhesabu matunda ya Roho Mtakatifu unayoyaishi katika maisha yako. Jipime kwa kuona karama ya Mungu iliyoko ndani mwako na inayofanya kazi ndani yako. Jipime. Ndio utaona kwamba mimi Roho wa Bwana yuko pamoja na mimi. Halafu utamsifu, utamtukuza yeye kwa namna ya pekee. Bwana uliokubalika na siku ya kizazi cha Mungu wetu. Natangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kizazi cha Mungu wetu. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Tarudia. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Hilo ndio somo la pili. Ili sisi watoto wako tufike mbele zako kusifu na kuabudu. Bwana, tunatamani utufanye kama wewe upendavyo. Kuna wakati hatujakushukuru vya kutosha Jehova. Ni mengi ambayo umeyatenda kwenye maisha yetu, lakini tunachukulia kama kawaida. Tunakuja mbele zako tena katika ibada hii tukijinyenyekesha mbele zako tukisema, wewe uliye Mungu ambaye Bwana umeandaa somo kwa ajili ya Jumapili ya leo. Tunakuja mbele zako tukiomba Bwana utufungue ili tukaweze kusikia ujumbe ambao Roho wa Bwana amekusudia kuleta kwa siku ya leo kupitia mtumishi wako. Twasema haya tukiamini Bwana umetenda, kupitia jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Maombi yangu yapike kwako, moyo uliopolela utadharau. kiu yangu Ni kiu yangu, haja yangu haja yangu, nifanane nawe, nifanane. Bwana atakuwa pamoja na wewe na hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la pekee kabisa. Ni baraka kubwa Roho Mtakatifu anapokuongoza. Na ukisoma ile sababu ya kwanza ambayo
ni matokeo ya kujazwa kwetu na Roho wa Mungu. Aliposema na wanafunzi wake katika Matendo sura ile ya kwanza kama tulivyosoma, Biblia inasema katika ule mstari wa 8, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Anasema lakini, alipoambia wale watu wakae Yerusalemu wasitoke mpaka watakapompokea Roho Mtakatifu. Sasa katika sura ya pili Roho wa Mungu alishuka na katika siku ile ya Pentekoste, na watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Moja ya matokeo makubwa ambayo tunapozungumza habari ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni kupata nguvu ya kuishi maisha ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuishi maisha ya nini? Ya imani. Tunapozungumzia nguvu, mtu wa Mungu kuwa mtu imara katika imani. Imara katika imani, kuwa imara katika imani. Alisema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moja ya matokeo makubwa Roho Mtakatifu akitujaza maisha yetu ni kupata nguvu ya kuishi maisha ya imani. Kwa mujibu wa Matendo anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho wa Mungu, na hawa watakuwa mashahidi wake. Watu ambao ni shahidi ni watu jasiri, wasio na woga wowote. Sasa sikiliza, Roho Mtakatifu anapokujaza, unapojazwa na Roho wa Mungu katika maisha yako ya imani, jambo la pili ambalo nasema leo linaanza kuonekana maisha yako ni matunda ya Roho Mtakatifu kuanza kuonekana maishani mwetu. Na matunda ya Roho anasema ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. La pili anasema furaha, na tatu anasema amani, na nne anasema uvumilivu. Ningeweza kusema kidogo kuhusu swala la uvumilivu. Mkiwa Mkristo ni lazima ujipange kuwa mtu mvumilivu. Mambo hayawi sawa wakati wote. Utakwazwa, utakwazika, utaanza kusikia kutokuendelea. Nikwambie, ndio maana nasema uvumilivu ni tunda la Roho Mtakatifu. Ukifika mahali ukachoka kwamba hauwezi kuvumilia tena, umekwisha. Roho wa Mungu hayuko nawe, hauzai matunda ya Roho, kwa sababu ni sharti uwe mvumilivu. Na Waswahili walisema mvumilivu hula nini? Hula mbivu. Kukosa jambo hili kuna watu wameacha ndoa zao. Kukosa jambo hili kuna watu wameacha waume zao. Kukosa jambo hili wameacha wake zao. Kukosa jambo hili kuna watu wameacha watoto wao. Kukosa jambo hili tu wameacha mambo ya msingi makubwa ya maana, wakakimbilia kwao juzi. Lakini kitu inaitwa uvumilivu. Mambo mengine ya kawaida. Mtu amenyimwa pesa ya kanga tu, eti ndoa imeanza kupata ndoa. Kanga unajua kuna wamama hawajui kuishiwa, hawajui. Wewe umeishiwa, hujaishiwa, yeye anataka kwenda kusuka tena ya 60. Mambo ya kuishiwa ni yako. Mama mmoja alituchekesha, ilikuwa Christmas, alikesha saluni, hajafikiwa. Asubuhi watu wa vyombo vya habari wakafika hapo. Mama, kumbe kazi ya kusuka nayo ni kazi. Acha. Inaweza kuvunjika ndoa. Hivi. Uvumilivu, moja ya tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ndio matokeo ya sisi kujazwa na Roho wa Mungu. Ukijazwa Roho Mtakatifu, si maneno tu ya kusema, lakini umwangalie Bwana katika tabia na nguvu ulionayo katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zaidi ya hayo,
matunda ya Roho yanaanza kuonekana katika maisha yako. Matunda ya Roho yanaanza kuonekana. Ukijazwa na Roho wa Mungu, tunda la Roho litaanza kuonekana ndani mwako. Naomba usome ile Wagalatia Wagalatia sura ya 5. Na muda wangu umeisha, lakini naomba nimalize na bado moja hapa nitalisema tu, alafu tutaendelea kuyatafakari hayo mambo katika sura ya 5 ya Wagalatia mstari wa 22. Naomba usome ambayo yanatajwa hapa kama ni matunda ya Roho wa Mungu. Kwa hiyo mtu anapojazwa na Roho Mtakatifu, matunda ya Roho Mtakatifu yanaanza kuonekana maishani mwetu. Hebu soma hiyo. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 22. Anasemaje? Lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho anasema ni nini? Ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Soma vizuri. Upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Roho wa Mungu anapokujaza, unapojazwa na Roho Mtakatifu, jambo la 3 ni kwamba karama za Mungu, karama za Roho Mtakatifu zinaanza kufanya kazi ndani yako. Wewe unakuwa shahidi wa maneno ya Mungu. Lakini sio hivyo tu, Biblia inasema kwamba wewe kama ni nabii utatoa unabii, kama ni mhubiri utahubiri, kama ni mwinjilisti utafanya uinjilisti, kama ni mwalimu utafundisha, utakaa mtu mwenye hekima. Hizo ni vipawa ama karama zinazotoka kwa Roho Mtakatifu na zitaonekana ndani mwako. Mtu mshauri wa ajabu, kwa sababu Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo 3 haya nilitaka kusema kama sehemu ya matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza ni nguvu ya kuishi maisha ya imani. Tunapojazwa na Roho Mtakatifu, ujasiri ule, nguvu hiyo kupitia Roho Mtakatifu inatufanya kuwa imara wala sio dhaifu. Lakini la pili nimesema matunda ya Roho Mtakatifu yanaanza kuonekana maishani mwetu katika maisha ya imani. Ule upendo wa Mungu unaonekana ndani wako, uvumilivu unaonekana ndani wako, kama Yesu mwenyewe alivyovumilia msalabani. Aliteswa isivyo haki, aliteswa pasipo hatia, lakini alivumilia mateso yale. Sasa unapofika mahali ambapo kuna mambo yanakusibu, muangalie Kristo msalabani, namna ambavyo alihangaika kwa ajili yako. Lakini zaidi ya hayo, tumesema Roho wa Mungu anapokujaza, karama za Roho Mtakatifu zinaanza kufanya kazi ndani yako. Kuna watu jasiri wa kushuhudia habari za Yesu. Kuna watu jasiri wa kushauri watu. Kuna watu wana hekima ya kushauri watu. Kuna watu hata wana maneno au nabii wa kusema juu ya mambo yanayoendelea katika taifa, katika kanisa na kila mahali. Inakuwa hivyo. Utaziona karama hizo zinafanya kazi ndani. Sasa wengine hata hawajui karama yao ni nini. Si ndio? Mpo. Mungu hajakuokoa akakuacha hivi hivi tu. Lazima ujue nini kilichoko ndani mwako. Hakuna sababu ya kukaa mtu mwenye hofu. Umekuja kwa Bwana, umeokoka, dhambi zako zimesamehewa, mbona unakaa kinyonge? Unakaa dhaifu. Nguvu ya Mungu iko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anasimama pamoja nawe. Nani tena? Paulo akafika mahali akasema, Bwana akiwa upande wetu, ni nani tena atakayekuwa juu yetu? Alitaja mambo hapa akasema, je, ni njaa, ni uchi, yaani kukosa nguo, kukosa chakula. Uchumi wa Tanzania sasa unalegalega, lakini lazima tusimame. Bwana yuko pamoja na sisi na hata tuache. Naomba tusimame. Mungu awabariki.
nitoke